Tuko hapa nyumbani kwa marehemu mzee wetu William Vangimembe Lukuvi, aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, ambaye kama mnaofahamu wote ametoka leo. Mmeniuliza niseme nilivyofanya naye kazi na nini. Kwanza alikuwa ni baba yetu sisi kama wana Iringa, alikuwa ni baba yetu, alikuwa ni kiongozi wetu, alikuwa ni senior aliyefanya kazi kwa miaka mingi. Ameanza ubunge mwaka 1995 na amekuwa mbunge kwa kipindi chote hicho, akichaguliwa mara zote, na hata uchaguzi wa mwaka jana alichaguliwa kishindo ndani ya Chama cha Mapinduzi na kwa wananchi. Yako mengi ambayo tumeshirikiana naye sisi kwa kipindi ambacho tulipata bahati ya kuwa naye bungeni. Hii mimi ni awamu yangu ya pili, na nilipoingia bungeni alikuwa miongoni mwa wazee wa kwanza ambao nilipata nafasi ya kuzungumza nao. Alitupa wosia, alitupa siri: kitaka kwenye jimbo lako ufanye vizuri, jikite kwenye hoja za wananchi, wakati wote utazame wananchi wako, lakini pia lazima uwe unaweza kutazama kwamba hii uchaguliwe unahitaji chama, unahitaji wananchi pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo sisi tutamkumbuka kwanza kama kiunganishi chetu kama wabunge wa Iringa, lakini pili kama mtu ambaye mlikuwa mkubaliana hoja zinazohusu wananchi wenu, mnazisimamia na mnazifuatilia, na yako mambo ambayo tulikubaliana kwenye vikao vyetu, yeye akiwa kama mlezi wetu. Tulikubaliana hoja za barabara, tukasema barabara inayokwenda Ruaha National Park ni barabara ambayo ni ya kitaifa, ya kimkakati. Tukao barabara ya Mafinga Mgololo, tukasema ni barabara ya kimkakati. Lakini tukakubaliana kuhusu uwanja wa ndege, tukakubaliana kuhusu pandisha hadhi ya mji wetu au manispaa yetu, na mambo mengine mengi. Yote haya yako yanaanza kufanyika tukishirikiana pamoja, na mengine yanaendelea kufanyika. Sisi tutamkumbuka sana kwa mchango wake mkubwa aliyoutoa katika kuijenga Iringa yetu, lakini wana CCM tutamkumbuka kama kada wa Chama cha Mapinduzi aliyeanzia umoja wa vijana wa CCM mpaka mjumbe wa kamati kuu. Lakini serikali tutamkumbuka kama mtumishi mwadilifu na mwaminifu aliyefanya kazi yake kwa weledi, kuanzia akiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na waziri mwandamizi kwa miaka yote. Lakini mwisho mimi ni naibu waziri. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa ndo kama kiranja wetu, ndiye alikuwa mratibu wetu, alinisaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu kuratibu shughuli za bunge, kuratibu shughuli za mawaziri. Alikuwa ni mtu mwenye weledi mkubwa sana, alikuwa na kumbukumbu kubwa, anaweza kutajia kitu cha zamani sana, hadithi ya zamani sana. Kwa hata kitokea jambo alikuwa ni mtu anatuambia hapana, nyie mawaziri wadogo nyie, hapana, hatuendi hivyo. Kwa kweli alikuwa ni mtu anayeheshimika kutokana na haiba yake kubwa aliyojengea. Alikuwa ni mtu anayeheshimika na watu wote, mawaziri wote, manaibu waziri na hata wabunge wote, kwamba sini amesema, lakini amesema iliyo kweli. Kwa hiyo kuondoka kwake ni pigo kubwa sana kwa Chama cha Mapinduzi, ni pigo kubwa sana kwa wananchi, ni pigo kubwa sana kwa Watanzania wote, lakini haswa Waisimani, kwa familia yake, ndugu zake, jamaa zake. Lakini pia ni pigo kubwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kimsingi alimpa imani na heshima amsaidie kwenye nafasi hiyo. Wajibu wetu sisi kama vijana, kama viongozi, kama wabunge wenzake ni kumuombea apate pumziko la amani huko alikotangulia, kwa sababu sisi sote ndo njia yetu.